Leta niko. Tulia kuja hapa. Tulia. Tulia kwanza. Tulia kwanza. Naweza kuexplainia. Tulia, ulifuta kwa nini? Kwa hivyo ni brother yako anakutext, si ndio? Ndio maana namwambianga aende kazi ya mjengo anakataa. Si unaona? Ni brother yangu tumelelewa pamoja. Brother yako anakutumia hizo text za nini? Jambo la kwanza mimi ni kushukuru sana. Ile kitu nafanya niseme na kushukuru ile wakati tumepatana na wewe pale. Naweza sema umenifungua macho sana. Kuna vitu mingi sana sikuwa najua. So mimi siwezi sema ati kupatana na wewe ilikuwa makosa. Hadi kuniita kufika hapa, mimi naona tu iko sawa. Juu mke wangu sikuwahi tarajia kama anaweza nichiti. Wenye ulikuwa umekataa hata tuingie kwa simu. Ulikuwa umeleta shida kubwa sana. Najua mimi kukataa, nilikuwa nakataa kwa sababu sikuwa natarajia. Na kulingana venye nilikuwa naamini huyu mke wangu, sikuwa natarajia. Ndio maana nilikuwa naona hata kuingia kwa hiyo simu. Sikuwa naona issue kubwa. Ni kitu si expect. Unajua hata uzuri ni ati Baba Joy. Sisi tuko na ofisi. Na umeingia na ukaona ofisi yetu ndio hii hapa. Yeah. Kwa hivyo tukisema ati sisi ni wakora, hiyo tutakuwa tunadanganya kabisa. So hiyo mambo ya kutuogopa, kutudoubt, hiyo ni kitu moja unafaa usahau kabisa. Forget about it. Na nimefurahi venye hata umekuja. Ulikuwa umeniambia utakuja lakini tukaongea. Na ukakubali kufika hapa siku ya leo. Mimi kwanza niseme kitu. Venye tulipatana unaona nilikuwa mgumu sana kukuelewa. Juu mostly watu wa huku huwa wanakudanganya, mwishowe ni kutapeliwa nini vitu kama hizo. Tunaona nilikuwa mgumu sana kukuelewa. Tuachana na hiyo. Mama Joy, sikuwahi tarajia kama wewe mke wangu mwenye naamini unaweza nichiti. Asante, maana tumefika huko nilikuwa nataka unisamehe juu mostly watu hukosea. Na hii makosa yenye nimemake ni kubwa sana. So ndo nilikuwa nimekupigia simu kuja huku tuone kama tunaweza sort out maneno. Mimi hata hiyo mambo naniambia sio nikiniingia. Hiyo kitu inaniuma. Kitu inaniuma sana. Najua inakuuma. Juu hata mimi najua nimekosea kabisa. Nimekukosea kabisa. Juu hata ingekuwa ni wewe kunisamea sioni kama ungenisamea rahisi. Hata mimi nilikusamea ambapo nilipata ile text yako ya Viola, si nilikusamea. Na mimi sioni kama itakuwa rahisi. Penye unafikiria hivyo. Tunaweza ongea, yani tuongee tumalize hii maneno, yani you cool down. Kitu inanishtua ni mimi natoka saa 10. Saa 10 asubuhi. Naenda kazi ya mjengo. Naenda kukutafutia ukule. Ndio maana nimekaa chini Tulia kwanza. Naenda kutafutia ukule. Wenyewe wanawaka mnanga huruma. Isitoshe kumbe nalea mtoto si wangu. Sasa ndio maana najua watu hukosea. Watu hukosea hii. Si mimi peke yangu, lakini sasa nimekaa chini nikajua nimeregret, nikajua nimefanya makosa. Hiyo kitu inaniumiza sana. Juu hata saa hii mimi kitu nafikiria nikiwa nimekaa hapa, kitu nafikiria ni kukuchapa tu. So kumaanisha kwa roho yako ushavuta mapenzi yangu. Siwezi kusamea, siwezi nikakusamehea.
Siwezi. So hakuna ka feeling hata Siwezi. kidogo. Siwezi. Nimeweka. Sikiza nikwambie kitu. Ukitaka nikusamehe, chorere mkhana wenyu, chorere mshere wao pano. Sasa hii mambo sikuwa nataka wazazi waingilie, sababu wakiingilia chorere mshere ano khulamalama kwako. Sasa Bure kama sio hivyo. Wakisikia hivyo, Kama sio hata hivyo. wazazi wakisikia hivyo, mimi bado wanaweza nifukuza, waniambia hataki kuona hapa. Juu hiyo ni tabu, ni makosa mbaya sana. Hapana, hiyo sitaki kusikia. Nombeze njako kusamuli imbere wi TV ano? Unataka hivyo si ndio? Iko ifike hapo. Hapana. So Kama itawezekana. Brother yako ndio huyo sijui alipotelea wapi. Simuoni. hata mimi kutoka hamea tujaiongea naye. Sasa wewe uko mbele ya TV unaniambia nikusamehe. Itawezekana aje hata brother yako mwenyewe hayuko. Sasa hata mimi kutoka hame ajai nipigia simu atujaiongea. Ile kitu iko. Ambia brother yako nataka kumuona hapa. Ukitaka tuongelee mambo ya mimi sitaki kujua. Sinaona nimekuita wewe na mimi tuongelelee hii maneno. Nikuulize Baba Joy. Tuongee ukweli. Uko ready kumsamehea ama uko ready kuachana naye ama unatakaje? Sababu nasikia ukisema uita brother yake, nimesikia umetaja mambo ya sijaelewa vizuri. Anasemaje? Anasema kama ataka nisamehe niite wazazi wangu na my sisters. Mimi pande wangu siko tayari kumsamehe. Hiyo kitu inaniumiza sana roho. Na hasulia mwanamke ambaye anakuja kunisaliti. Nalisha mtoto mwenye si wangu. So wewe bro, hata unaelewa. Nasikia uchungu ndani ya roho. Nasikia uchungu sana. Hope ningekupea hilo kae nayo dakika moja ungeifeel. Sasa wewe kumaanisha una mapenzi yangu juu nini take action haraka hivyo. Ilikuwa lakini kwa sasa hakuna. Hivyo tu venye nimekuambia brother yako nataka nimuone wazazi hapa. Hakuna mali mawaza mako wakamusama na busata. Ni aje gani sasa tumpigie simu akuja hapa? Si hii maneno ndio tunafanya. Sasa ile kitu unafanya, pigia brother yako simu saa hii. Pigia brother yako simu akuja hapa. Nani haja kumiongelesha? Unajua ni vizuri kusikiza bwanako. Hakuna haja uforce kitu ambayo itajiki ama kitu ambayo ifanye. Kweli. Mimi najua unataka ndoa yako. Unataka mambo ifanyike. Na inaonekana kabisa unataka ndoa yako iweze kuendelea. But mimi niko na swali. Kutoka tulipoachana na wewe asubuhi pale penye tulikutana na wewe Baba Joy. Kuna mtu yote wao umeongea na ama mtu yote mwenye umekaa naye ukashare? Hakuna hata mmoja. Ile hata uchungu niko nayo. Sijafikiria kitu kama hiyo. Kusema kweli nasikia nikiumia sana. Hata kama ni wewe ungefeel. Wewe ni mwanaume kama mimi. Nalisha mtoto mwenye si wako. Unaamka asubuhi na kwanza kitu mbaya ni unaenda mjengo. Mtu anakubeba hivi. Surely. Mimi hata naweza amka hapa sasa nikutandike. Unasikia kutandikana kumtandika bro, naumia sana. Tuko hapa tusome. Hata yeye anaumia, you can tell by looking at her. Unaweza tell that anaumia. Mama Joy, utasolve aje maneno? Because wewe ndio umebeba hii maneno yote. Sasa solve aje because mwenye najaribu kuongelesha ni kama hataki stories zangu. Unajua kuna kitu moja Baba Joy na Mama Joy mnafahamu mjue. Nyinyi wote mlifanya makosa. Ni nani aliita ndugu? Nani aliita ndugu yako nani alimuita Nairobi? Mimi. Ni wewe.
Unaita ndugu, ni yeye alimuita? Yeah, ndiye alimuita. Akakuja. Nyinyi na nyinyi mnalala kwa kitanda hapa, mmeweka shuka na mnalala kwa sitting room, bado ndio bedroom. Mnafanya mambo yenu yote ndugu yake akisikia. Do you feel like pia nyinyi mlifeel katika hiyo maneno? Yeah, hapo ni ukweli. Hapo tulifanya makosa, sikatai. Lakini hakupaswa kuchukua hiyo uamuzi. No. Hakupaswa kufanya hivyo. Naelewa nyumba za Nairobi ni single na si nyumba kubwa. Ni nyumba ndogo sana. Yaani na feel like siwezi ongea hata. So, Mama Joy, pigia brother yako simu saa hiyo, ndio kitu tunataka kujua. Umpigie simu akuje. Mpigie simu akuje tu. Tafadhali. Ni nini mtasolve na brother yake akiwa? Unajua sasa brother yake akiwa afadhali. Kuna kitu tunaweza ongelea, lakini msamaha. Kitu gani yenye mnaweza ongelea, mwezi ongelelea kama yeye akiwa? Hapana. Hiyo mambo ya msamaha hiyo nimekataa. Lazima brother yake akuwe hapa. Kama si brother yake So brother yake akiwa utamsamehe? Sioni, lakini nataka tu akuje tuongee. Ingaja bado sioni, ni ngumu. Haina haja nifiche. Nyinyi mko na mtoto, si ndio? Mtoto anaitanga nani dadi? Huyu ama brother yako? Anaitanga huyu. Wewe unajua mtoto ni wako? Mimi najua hivyo. Until tukasoma messages. Najua hivyo. Saa hii nikuulize, si umejua leo kila kitu? Mimi nataka kujua Baba Joy. Wewe venye umejua leo, hii maneno yote yenye umejua. Kuuliza tu kwa heshima. Utaacha kusupport mtoto ama utaendelea kumsupport? Kusema ukweli, hata bro kama ni wewe utaendelea kusupport kweli? So in short utaendelea kumsupport? Siwezi, hiyo ni ngumu. Siwezi. Sasa wewe mwenyewe umeharibu ndoa yako na mikono yako. Sasa amesema hakuna venye anaweza ni forgive. Hakuna kabisa. Mimi kusamehe siwezi. Ina haja nikufiche. Ina haja. Nimeteseka for long bila kujua. Ni venye tu ni heshima, niko mbele ya TV. Lakini hiyo ingine tuachana nayo tu. So, utapigia ndugu yako ama mimi nimpigie? Mpigie. Kwa nini wewe uweze mpigia? Si umpigie na Si uko na namba yake? Si umpigie. Pia mimi ulinipea namba yake na tumeongea naye kwa simu. Pigia. Na hakukataa. Unajua ndugu yake aliniambia nini? Ako in love. Unaona? Acha basi nijaribu kumpigia nione kama atakuja. Pigia akuja. Kama utampata ni sawa, kuja. Mimi, wewe na brother yako. Na nikuulize before upige simu. Niko na swali. Mamako, your mom. Nilikuitisha namba ya mamako ukaninyima. Unajua ni vizuri kuweza kujua kama unaweza maliza hii shida yote na mamako atupe advice. Sababu sasa hizi vitu mbaya zinaweza anza kukufuata. Ama ni tuwe unajua mimi nisikuwa nataka kufuata njia ndefu. Kushinda nikipata namba ndio nikimuuliza nimwambie maneno yote ndio aseme ati hakujui. Ndio aseme ati msiruke. Kwanza tujue kama anaweza kubali kuongelea hili jambo. Hata babako aseme. Si kuna sister yako yote mwenye anajua hii maneno? Hakuna. Kwa nini hata sister zako basi huwezi ongea na wao? Ama uko free na sisters wako?
ama kazi? Sivyo, niliona kama hii kitu ya nini ya kutia aibu. That's why. So ukaona juu ni ya kutia aibu utaongelesha hata watu wenye wanaweza kusaidia watu wengi. Unajua itakuwa aibu kama wewe mwenyewe utafungua roho yako ukuange unaongea hii maneno. Na hata ndugu yako akuja hapa anakuja kufanya nini? Juu mimi sitaki mpigane. Ndugu yake anakuja kufanya nini? Si unaulizwa. Si wewe ndio umesema nimpigie. Si ungekuwa umempigia simu amekuja. Si ungekuwa ushapiga. Okay, tunamuita wa nini? Akuje tuongee, tumuulize kuliendaje. Na mbona akaamua hivyo na sisi. Sio aliniambia unatafuta ndugu yake umpige. Si yeye ndio ameniambia. Kama huyo ndio nilikuwa nataka kupiga na sijampiga. Tampiga mbele ya TV kweli. Shida sio hiyo. Wewe ulikuwa unamtafuta umpige. Umpigie nini na ni mtu mzima? Ndugu yake niliona ni mkubwa. Mimi asipokuja hapa hata nikipatana yeye huko nje nikitoka tu hapa nitampiga. Akuje tumalizie hapa. Hivyo tu. Sasa unampigia nini? Sema unampigia nini? Juu hizo ni vitu gani walikuwa wanafanya? Between ya ndugu yake na yeye ni nani mwenye makosa? Mke wangu na ndugu yake. Si ni wote wawili. Na kwa nini upigane? Bro, hata unajua tu ukikosewa kitu kama hiyo. Najua venye mtu anafeel. So mimi ile kitu nilikuwa naomba akuje tumalizie hapa. Hapa tukiongea mimi nitakuwa na roho safi kabisa hata kama sitawasamehea. Lakini sitakuwa na kinyongo na mtu. Unaweza jaribu kumpigia? Naweza jaribu. Love that you show me, yes, that I cannot take it for granted. Love that